kanisa. Bwana asifiwe sana. Ndio uhai. Kitaka kufa, acha kukesha, acha maombi, kufa kiroho. Ukitaka ufanane na watu wa dunia, acha maombi, acha mikesha. Wenzao kule duniani hawana mpango wa kuomba, hawana mpango wa kukesha, lakini wanaamini eti wanaenda mbinguni. Sijui kwa kigezo kipi. Mimi wanajiuliza hao wanajiamini nini? Na unakuta mtu hana maombi, hasali, afanye nini, anafanya madhambi, eti anakuambia anaenda mbinguni kwa sababu ya dini. Hakuna kitu kama hiki. Bwana asifiwe sana. Huwezi kufaulu mtihani bila kufanya mtihani, bila kusoma. Huwezi kufaulu mtihani bila kusoma. Yaani umetoka mitaani, unaenda kwenye chumba cha darasa, unafanya mtihani na faulu. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kwenda mbinguni, Mungu ameweka kanuni zake. Lazima ibada. Bwana asifiwe sana. Ibada, maisha masafi, maisha matakatifu. Unakuwa kinyume, yani unakuwa adui na mambo ya dunia hii. Hizo ndo kanuni za kufika mbinguni. Kwa hiyo sio dini, sio kwa sababu ya dini fulani ndio nini. Kwa sababu maisha yako yanapimwa kwenye mzani. Mzani wako wa matendo yako. Ulikuwa unasali, ulikuwa unafanya ibada, ulikuwa mwema, ulikuwa mwaminifu, ulikuwa yani kama kwenye mtihani wanaangalia hapa palitakiwa kuweka A, ameweka C, kosa. Mahali pa B ameweka D, kosa. Kumbe lazima uweke A palipostahili kuwekwa A. Sasa hiyo kileta kwenye utakatifu, lazima ufanye mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pamoja na kukesha ni mapenzi ya Mungu, kuomba ni mapenzi ya Mungu. Anasema kesheni mkiomba, ombeni bila kukoma. Nitafuteni uso wangu nami nitaonekana kwenu. Wanitafutao kwa bidii wataniona. Ikiwa watu wangu wakijinyenyekeza na kunitafuta uso. Yaani unyenyekevu. Tafuta uso wa Bwana. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kesho tutaenda kwenye mkesha. Saa 3 gari itaondoka hapa. Tumeshapata nauli, kwa hiyo ni wewe tu kutoa muda wako kwenda kushiriki maombi na kurudishwa tena mpaka hapo. Usiseme sikuwa na nauli ndio maana sijaenda huko mkesha. Na sijui ni kwaya gani itatuwakilisha, sijui Angaza, sijui ni vijana. Sijajua, lakini naamini Kigamboni mtapewa nafasi ya kuimba. Kwa hiyo ni vema kwaya moja ikaimbe. Kama ni moja, basi wote wa vijana, wa Angaza, wa mama mtaimba pamoja. Bwana asifiwe sana. Lakini usipange kukosa kwenda. Wao walifika hapa. Tunaendelea na somo letu la adui wa ndani. Tunaendelea kumchakaza adui wa ndani, na tunaamini tunachokiomba kinakuwa. Bwana asifiwe sana. Kile tunachokiomba kinakuwa, kwa sababu mimi naona hivyo, watu wanapigwa, wale maadui wa ndani wanapigika. Hali ni tete. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo omba somo hili kwa bidii. Mwezi wa 4 huu unaishi. Tumebaki na wiki moja nafikiri. Unaishia na somo hili linaishia. Mwezi wa 5 naamini Mungu anatupa somo lingine. Kwa hiyo litumie hili somo kuhakikisha unamponda kabisa adui wa ndani. Nilikwambia jana juzi kwamba yule wa nje hana nguvu kama huyu wa ndani. Bwana asifiwe sana. Wa ndani ana nguvu sana kwa sababu ndomo ndani mwako. Kwa hiyo kimpiga huyu wa ndani, yule wa nje hana nguvu. Nilikupa mfano ule wa mataifa haya, unaona anapigana vita. Yaani ukifuatilia zile kanuni za wanaita za kijasusi, huwa wavamii tu taifa na kuanza kupigana bubu. Alifanya hivyo Idi Amin kwa sababu alikuwa hana akili. Alitwangwa, akafuatwa mpaka kule nyumbani kwake, akatwangwa kweli kweli, akakimbilia wapi huko Arabuni. Kwa nini? Aliingia vita na Tanzania bila kufanya ujasusi. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kupigana, Yesu anasema hivi, ukitaka kupigana na adui yako, ukitambua kwamba ukakaa chini ukafanya gharama ukajua kwamba huyu
huyu simwezi, tafuta suluhisho naye. Kwa hiyo mbinu za vita huwa kwanza, yule anayetaka kupigana na wewe analeta mapandikizi. Wanaweza kakaa hapo kwako wakachunguza una silaha, wengine mpaka ukawaajiri, wengine wakakaa kwenye zile wizara nyeti, yaani kwenye wizara ya ulinzi pandikizi lipo kule, wizara sijui ya fedha kule lipo pandikizi. Wanachunguza, wa ulinzi anachunguza una silaha kiasi gani, wa fedha yule na yeye anachunguza yule na hela, kwa sababu vita ni hela. Bwana asifiwe sana. Sasa kadhalika mambo ya rohoni ni hivyo hivyo. Shetani akitaka kukupiga wewe, analeta pandikizi karibu na wewe akuchunguze. Akiona anaweza hiyo vita anaianzisha, akiona hawezi atachukua muda mrefu kuhakikisha anayakata yale makali ambayo yeye anayaogopa. Bwana asifiwe sana. Unaona mtu kuna kipindi alikuwa faya, baadaye ile uwezo wa kuomba nani kampunguza? Kwa nini kapungua kuomba? Wanampunguza ili waje wampige mara moja. Sema huyu mwanzo alikuwa naomba, huyu mwanzo alikuwa na bidii, huyu mwanzo alikuwa kwa nini saa hizi hawezi? Anapunguzwa. Alafu akishamwona saa hizi tu hapa alipofikia tunamweza, ndio pigo moja tu upata ajali kuisha habari yake, au wampiga na juju, au wanampiga na majini. Majini yanaingia kwa mtu ambaye amepoa, moto hayaingii. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unajua huyu saizi ameshapoa, tunaweza kumtuma Maimuna akaenda kumuingia na akamua. Leo Maimuna wako binadamu kabisa wanaitwa Maimuna, wakati Maimuna ni jina la jini. Makata, Subiani, majina ya majini, alafu kuna watu wanaitwa haya majini. Bwana asifiwe sana. Unaona sisi yale majina ya watu ambao walifanya vibaya tunaogopa kuwapa watoto wetu. Huwezi kukuta mtu amempa mwanae Kaini. Wachache sana wasiojielewa. Wanene huwa jina ndo mtu, jina ndo wewe. Wachache, tafuta kina Kaini, wachache sana. Bwana asifiwe sana. Wewe mtu amempa mwanae Yezebeli. Mwanae ndo nani? Yezebeli. Hata Penina yenyewe watu wanaiogopa. Penina watu wanaiogopa. Sasa wenzetu jina la jini eti lipo kwa mwanadamu. Kazaa mtoto miezi 9 tumboni, unadhaa kwa uchungu, unalea kwa uchungu, jina la jini. Jini na lenyewe nasema asante, mpata wa jina. Nimepata rafiki yangu, pacha wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuko na hili somo, adui wa ndani. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kazana kupiga huyo adui. Kama Mungu anaposema ibada njema inaanzia wapi? Adui wa kwanza anaanzia wapi? Nyumbani hapo hapo. Kwa hiyo kama ibada njema nyumbani na adui wa kwanza yuko nyumbani, lazima na sisi tumpige kwanza adui wa ndani. Huyu akitoka huko salama. Yule wa nje anategemea sana mawasiliano kutoka kwa huyu wa ndani. Huyu wa ndani ndo anamwambia. Ndio uone kama zile mbinu za kivita kwamba wanaweka mapandikizi. Yale mapandikizi ndio yanatoa taarifa kule kwamba bwana, hao watu safari hela hawana. Tunaweza kuanzisha vita tukawapiga. Hao watu silaha wakawa wayanunua, silaha zao walizonazo tunawamaliza. Yuko hapo ndani kapata na ajira, kumbe ni mpelelezi. Ndio maana unaona Wafilisti walikuwa hawana nguvu ya kupigana na Samson. Ikabidi wampeleke Penina. Bwana asifiwe sana. Peleleza asili ya nguvu zake mpaka akwambie. Alipowaambia tu wakamnyoa, wakasema sasa njoeni. Walipokuja kweli akawa anakamatika. Shetani akikunyoa nguvu za kuomba, akikunyoa nguvu za ibada, atakamata uchumi, atakamata hiki, atakamata kila kitu. Akishindwa kukunyoa nguvu ya maombi, hawezi kukusogelea. Ndio maana alikuwa wakimwambia Samson na Filisti hao, akiamka hata kama mkononi ana kijiti, hicho kijiti anaua maelfu. Nguvu zilikuwa na yeye. Aliponyolewa tu Samson na Filisti hapo tepete. Ndio mtu anaona shetani akikuondolea ile nguvu ya kuomba. Usiku unasema leo nitaamka usiku.
unafika usiku huo unapitiliza, umekucha, nguvu ya kuomba hamna. Sasa nitaamka leo huyo, nitaamka kesho huyo, wiki na katika huyo, unalala mpaka godoro linasema rafiki, hata likizo tu kidogo. Yaani godoro linabonyea linakataa kupanda. Hapo unaanza kulaumu godoro ya siku hizi bwana, sio ya siku hizi, unalala sana. Bwana asifiwe sana. Kumbe saa 7 mtu anaamsha, anapiga mpaka saa 9, analala mpaka siku. Lazima uingize siku kwa kuharibu kazi za shetani, kwa sababu wao hawalali. Bwana asifiwe sana. Kumbuka Biblia inaposema kwamba mstaki wenu ni Ibilisi. Hafanyaje? Halali, anazurura huku na huku kutafuta wa kummeza. Kwa hiyo ukilala wenzako hawalalaki, wanameza maisha yako, wanameza afya, wanameza ndoa, wanameza uchumi, wanameza elimu, wanameza maono ambayo Mungu alitaka uyatekeleze. Kwa hiyo tunaendelea kumchakaza adui wa ndani. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, na tumesimama na Mathayo 10:36. Hilo ndo andiko kuu tunalotembea nalo na somo hili, Mathayo 10:36. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya jioni hii. Tunajiweka wakfu kwako, roho, nafsi na miili yetu. Neema yako ikae na kila mmoja. Tupe neema ya kuelewa na maandiko, tupe neema ya kusikia kile unachotufundisha. Zaidi ya yote, tupe neema ya kuharibu kazi za adui, maana umesema adui akipatikana atalipa mara 7, na umesema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Huyo adui wa nyumbani iwe ni mizimu ya ukoo, upande wa baba, upande wa mama, yawe ni maroho machafu yaliyokaa ndani ya uzao wa tumbo la mama, kwa ndugu zangu, kaka zangu, dada zangu, wadogo zangu, kwa mashangazi, mabinamu, wajomba, mama mdogo, mama wakubwa, baba wadogo. Hizo roho za adui lazima ziharibiwe. Tupe mamlaka, tupe nguvu, kama ulivyosema, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na inge na kila uweza na kila nguvu za yule adui. Bwana, tuwezeshe kumkanyaga shetani pamoja na malaika zake. Uweza una wewe, heshima ina wewe, mamlaka ina wewe. Tunaiweka wakfu ibada hii kwako, tunaikabidhi ibada ya jioni ya leo mikononi mwako. Nena na kila mmoja aliyeingia mahali hapa, nena na kanisa lako, nena na watumishi wako. Tupe nguvu ya kulisikia neno na kulielewa na kulitendea kazi. Na kataa ushirika na mashetani, na kataa nguvu za giza kuharibu ibada hii. Kila mpango alionao shetani na ufelisha kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Mpango wa Mungu lazima usimame imara. Mpango wa Mungu lazima ukatimie. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Leo tutaendelea. Jana tulishia kitabu gani? Tulishia Wafalme, si ndio? Tulishaangalia Nehemia 4:1-9. Tulishaangalia Samueli wa kwanza 17:1-7. Tuliangalia Waamuzi 16, habari ya Samsoni na Delila. Waamuzi 16:4-6. Tulishaangalia kitabu cha Wafalme wa kwanza 21 mstari wa 1-19, habari za Yezebeli na Ahabu. Tulishaangalia Mathayo 23:27-38, Ezekiel 28:13-19. Utamwona shetani hapo namna alivyofanya fujo kwenye bustani ya Edeni. Tulishaangalia Mathayo 7:6 na andiko kuu ni Mathayo 10:36. Leo ninataka nikupe maandiko mengine ambayo sikukupa jana. Bwana asifiwe sana. Tutaanzia Mathayo ile ile ambayo ni andiko kuu, alafu tutasonga mbele. Mathayo 10, tufungue hapa Mathayo 10. Wewe usione kama na kuchosha kulirudia ile andiko. Ndio maana ya somo moja, tunatembea na kamba ile ile. Mathayo 10 mstari ule wa 36 ndipo tulipolitoa somo letu. Mathayo 10:36 anasema, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Huyu ni Yesu mwenyewe alikuwa anazungumza na kanisa lake, au alizungumza na wanafunzi wake. Anawaelekeza kwa habari ya adui. Tunajua adui ni shetani, lakini shetani ni roho. Ili afanye kazi kwenye ulimwengu huu anahitaji mwili. Bwana asifiwe sana.
Kwa hiyo akitaka kufanya vita na wewe au kukukwamisha wewe, anamtumia mtu ambaye yupo karibu sana na wewe. Kwa hiyo Yesu anaposema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, anamaanisha adui wa mtu huwa hatoki mbali, ni mtu wa karibu yako. Anaweza kawa mama, baba, babu, bibi, shangazi, mjomba, mama mdogo, mama mkubwa, binamu au rafiki wa karibu au mtoto wa kumzaa au mama aliyekuzaa. Yaani mtu yule wa karibu na wewe anaweza akamtumia huyo kufanya vita na wewe. Hata ndani ya huduma tumeona huko tulikotoka, tuliona ile Luka 22 nafikiri mstari ule wa 3 mpaka wa 6. Huduma ya Yesu, tunaona adui shetani akamwingia Yuda. Huyo Yuda kabla shetani hajamuingia hakuwa adui wa Yesu, lakini kwa kuwa shetani ni adui wa Yesu, akatafuta mtu wa karibu na Yesu, akampata Yuda. Na kwa nini wanawapata? Wanampata yule aliyekaa kizembezembe. Wanasiwe sana. Hata kwenye familia unaweza kuzaa watoto 2, 3, 4, mmoja zembezembe, shetani atalitumia hilo kuharibu familia. Zembezembe kivipi? Yani hataki mambo ya Mungu, hataki mambo ya ibada. Yeye anafanyika lango la kumwambia shetani, unaitaka hii familia ipitie kwangu. Naona mmezaliwa 4, mwenzenu anapenda mambo ya ushiriki, anapenda mambo ya uganga, mpaka unashangaa hivi mama huyu alipewa hospitali, ni kweli tumezaliwa au kaokota huko hospitali? Kumbe mmetoka tumbo moja. Shetani anamtumia huyo kuharibu familia. Kwa hiyo shetani alimuingia Yuda. Yuda alikuwa ni moja ya wanafunzi wa Yesu, wale wa karibu na Yesu. Alipomuingia, angalia, akamuuza Yesu. Akaenda akapatana na maadui namna atakavyomtia mikononi mwao. Wakakubaliana watampa pesa. Akapewa vipande 30, akamsaliti bwana wake. Kwa hiyo adui wa mtu wa karibu ni mtu wa karibu. Adui mwenyewe ni shetani. Ili afanikishe misheni yake, anatafuta nani yuko karibu na wewe. Ndio maana mtu yeyote akiwa karibu na wewe, jifunze kumuuliza Mungu kwamba wewe ni rafiki sahihi, wewe ni mtu sahihi. Ni kweli si kila anayekuwa karibu na wewe ni mbaya. Wako wengine marafiki ndio walituleta kwa Yesu. Yaani nilipompata rafiki fulani ndio akanihubiria habari za ufalme wa Mungu, nikamjua Yesu kupitia yule rafiki. Lakini wako wengine tulipowapata wakatufundisha dhambi. Nilikuwa kuongea na kijana mmoja, anasema mimi kujichua alinifundisha rafiki yangu. Kijana amefundisha kijana mwenzake kujichua. Naona kuna rafiki anaweza kukuelekeza kwa Yesu, kuna rafiki anaweza kukuelekeza kwa shetani. Kwa sababu shetani ni roho, Mungu ni roho. Ili uyajue ya Mungu, lazima Mungu amtumie mtu. Ili uyajue ya shetani, lazima shetani amtumie mtu. Lakini mtu atakayemtumia ni yule aliye karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuda akatumika na shetani kumuuza Yesu. Lakini Mungu alimtumia Yesu, na Yesu akawatumia wale 11 kupeleka injili duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wako marafiki wanakuelekeza kwa Mungu, wako marafiki watakuelekeza kwa shetani. Wako wazazi wanaweza kukuelekeza kwa Mungu, wako wazazi watakuelekeza kwa shetani. Kwa sababu fikiria, una baba na mamako kila siku wanaleta waganga nyumbani. Leo ameleta mganga wa elimu, kesho ameleta mganga wa utajiri, kesho kutwa. Manake na wewe mtoto unajifunza kwamba la, kumbe maisha ni uganga. Wewe utakapokuwa kwenye maisha yako ulishafundishwa na wazazi kwamba kumbe tukipata shida nileta mganga. Manake wazazi walikuelekeza kwa shetani. Lakini wako wazazi wanatamani watoto wao wamjue Mungu wa mbinguni, ili hata akifika mbinguni anajua mwanangu akifa naye tutakutana. Wako wazazi wakifa wanaenda jehanamu. Kama unaona ile kwenye Luka, tajiri na Lazaro. Lazaro akiwa duniani alimcha Mungu, tajiri akiwa duniani alifanya anasa. Lazaro ameenda kwa Mungu, tajiri ameenda jehanamu.
Tajiri anaomba atumwe Lazaro akawaambie ndugu zake pale alipoenda pana mateso ya hatari. Maanake anajua kabisa kwa maisha niliyowaachia ndugu zangu na watoto wangu, wakifa na wenyewe wanakuja. Bwana asifiwe sana. Mungu Ibrahimu anamwambia wanaye Musa na Haruni wamsikie yeye. Maanake kuna watumishi kule wa Mungu wawasikilize hao. Huyu aliyekuja huko hawezi kwenda kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wazazi watakuelekeza kwa shetani. Wako wazazi watakuelekeza kwa Mungu. Ndio maana unaona kuna wazazi wamekuchanja chale. Chale ni mlango wa kuzimu. Kwa hiyo shetani alitumia mzazi kuingia kwa kuchanja chale. Wangapi wana chale hapa? Uwe na amani tu. Sifiche. No. Ukipeleleza ulichanjwa na mtu wa karibu yako. Au mzazi ndo alihusika kumleta mtu wa kuchanja. Chale ni mlango wa kuzimu. Bwana asifiwe sana. Chale ni lango. Ndio maana walipokuchanja zikatoka damu. Wakaingiza pale matakataka, madawa fulani. Lango la kuzimu. Ndio maana sisi hatuchanjwi chale. Bwana asifiwe sana. Na Mungu ametupa mamlaka ya kufuta chale. Ukisema naifuta kwa damu ya Yesu inafutika kabisa. Kabisa uione tena, uione. Kwa nini inafutika? Ni lango la kuzimu. Kwa hiyo shetani alitumia watu wa karibu kutengeneza mlango kwenye mwili wako. Na Biblia kwenye Kumbukumbu la Torati Mungu anasema ole wao wanaochanja miili yao, ole wao. Mungu amekataa kuchanja miili. Sasa niambie leo vifua vya watu wengi vimejaa chale. Vifua vya watu wengi, miili ya watu wengi. Mwingine akikuvulia mgongo huko, ni chale. Neno chale ni lango la kuzimu. Ndio maana si mtu akiokoka anaitwa Charles tunambadilisha jina. Tuwezi ukawa na mlango wa kuzimu kanisani. Yaani unamwita mlango wa kuzimu Charles, maana mlango wa kuzimu twende ibadani, mlango wa kuzimu. Njoo tuimbe hapa. Tunambadilisha. Charles huwa tunabadilisha. Badili hilo jina. Tunampa jina lingine. Haleluya kanisa. Kama tunavyobadilisha kina Maimuna wanapookoka, sijui Hadija, sijui Fatuma unajua ni lango la kuvunjia milango. Jiwe la kuvunjia. Fatuma unajua jiwe moja la hatari. Wanatumia sana vibaka miaka ya nyuma kuvunjia nyumba. Yaani unashikizana wawili, 1, 2, 3. Unaachia geti la duka. Alafu unaingia unaiba. Lile jiwe la kutumika kuvunja hayo mageti linaitwa Fatuma. Sasa leo eti Fatuma kanisa. Fatuma ndio tumsifu Mungu. Jiwe la uharibifu. Huwa tunawabadili majina haya. Hayafai mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kwenye maandiko. Kuna kazi hapo. Twende kwenye maandiko. Kitabu kile cha Mika. Kitabu cha Mika sura ile ya 7 mstari ule wa 6. Mika 7 mstari wa 6. Mika ni agano la kale, sio katafuta kwenye agano jipya. Mika 7 mstari wa 6. Iko tu karibu na kitabu cha Jona. Mika 7 mstari wa 6. Anasema kwa maana mwana humwaibisha babaye na binti huondoka ashindane na mamaye. Kwa maana naparudia. Kwa maana mwana humwaibisha babaye na binti huondoka ashindane na mamaye. Na mwanamke aliyeolewa hushindana na mavaaye. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Umepaona hapo Umepaona hapo Mika 7 mstari wa 6. Kwa maana mwana, yani mtoto, humwaibisha babaye na binti huondoka ashindane na mamaye. Na mwanamke aliyeolewa
hushindana na mwavae. Hiyo mwavae unaweza usielewe, ni mama mkwe. Mwavae ni mama mkwe. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Sasa angalia, Biblia inaanza kwa kusema kwamba mwana humwaibisha baba yake, yaani mtoto anamwaibisha baba yake. Unaweza kauliza, kwa nini mtoto amwaibishe baba yake? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini mtoto amwaibishe baba yake? Manake adui anaweza katumia mtoto kuleta aibu kwenye familia. Fikiria wewe unasomesha mtoto, kwa mfano unasomesha mtoto au hata usomeshi, umelea mwanao, unajitahidi kumfundisha tabia njema, alafu ghafla darasa la 7 au la 6 au la form 1 au form 2 yule mtoto anakuja ana mimba, labda binti wa kike anarudi na mimba. Hiyo haibu kwa wazazi, si kwa wazazi? Baba amehaibika, hajaibika? Jamii itaona kama huyu baba ameshindwa kulea, kumbe mtoto mwenyewe ametumika na adui kumwaibisha babake. Kana kwamba baba alikuwa mkatazi hayo mambo, kana kwamba baba alikuwa mwambii madhara ya hayo mambo. Ameleta aibu kwenye hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaweza kaongea watakavyoongea kwamba yule baba ameshindwa kulea, lakini unaweza kukuta baba aliongea sana na mtoto wake. Au umelea kijana katika misingi, ghafla unaambia mwanao anatumia madawa ya kulevya. Baba unaonekana kama hukulea yule mtoto. Kwa hiyo hapa anasema kwa maana mwana humwaibisha babaye. Mtu wa karibu anakuaibisha. Ulitegemea kwamba atakuletea heshima mtoto wako, ulitegemea kwamba atayatendea kazi yale unayemfundisha, ghafla unashangaa mtoto wako mwenyewe anakuletea aibu. Wanasema yule mwizi yule kibaka yule babake ndio yule kibaka wa kuku yule babake ndio yule kijana yule mvuta bangi yule babake ndio. Kadhalika anasema hapa, anasema binti huondoka ashindane na mama yake. Mabinti kushindana na mama, manake mama anakuelekeza hivi, binti unaenda hivi. Mama anataka ufanye hiki, binti unafanya hiki. Kushindana, yaani uendi kama mama anavyotaka. Sasa adui anaweza katumia binti kushindana, yaani mama akafikiri anashindana na binti yake, kumbe ni shetani limeingia ndani ya binti, linashindana na mama. Ndio unaona umezaa mtoto amekaa tumboni mwako miezi 9, umemzaa kwa uchungu kweli. Wazazi wengine wanapozaa watoto mpaka njia zinaongezwa kwa uchungu kweli, umeuguza vidonda. Baadaye binti anainuka anashindana na wewe, kumbe ni roho chafu limeingia kwa mtoto wako lishindane na wewe. Ulitegemea kuona mtoto atakuja kukuletea baraka, utaona matunda mema, anashindana na wewe. Adui ametumia mtu wa karibu. Unaweza asiwe sana. Mimi nakumbuka ndugu yangu kabisa wa kuzali aliwahi kumwambia baba, kuzaa kitu gani wewe? Hata siafu anazaa. Siafu mnawajua Kamwambia hivi, hata siafu anazaa. Yule baba anakuambia alimlaani. Alipomlaani yule ndugu yangu, kaka yangu, mpaka kesho anakufa. Aliwahi kuishi na mke, kazaa tu huko na huko, amekuwa mtu wa pombe mpaka maisha yake yanateketea kama baba alivyotamka. Yaani alimwambia mkeo atakuwa pombe, watoto wako watakuwa mikojo, utatangatanga, utakuja kufia kwenye jiwe kama hivi. Na maisha yake yameenda vile mpaka nadheka. Hana mtoto wa kueleweka kusema huyu ni mtoto nimezana, nikadhaa huko. Hajawahi kukaa na mke. Anaweza kaja mke akaishi naye miezi miwili, mwanamke anaondoka. Miezi minne mwanamke anaondoka. Saizi ni mzee, maisha yuko peke yake. Alishindana na nani? Shetani alitumia mtoto kushindana na mama. Hapa anasema kwa maana mwana humwaibisha babaye. Na yule kaka alianza kuwabadilika baada ya kumaliza la saba. Kaanza kujiunga na makundi ya vijana wale wa ajabu ajabu. Baadaye watu wanamwambia baba, mwanao anakuta bangi.
mwanao anatumia sigara, mwanao anavuta matumbaku, mwanao analeo. Baadaye ikawa tena sio maficho, yaani akawa anarudi amelewa kabisa, chaka tukana hapo, leta fujo, vurugu. Mwanzo ilikuwa kama siri, lakini watu wanaomba, tunamwona mwanao analewa, tunamwona mwanao anatumia bangi, tunamwona mwanao anavuta masigara na matumbaku hali. Darasa la 7. Kivulana anakuja darasa la 7. Akaja kumjibu jeuri babake. Sasa haya mambo wewe unapoyaona unaweza kujua ni yameanza leo. Biblia imeandika miaka mingi iliyopita. Bwana asifiwe sana. Ndio maana neno la Mungu ndio msingi. Ukilijua neno la Mungu huwezi kuishi dunia vibaya. Kwa sababu kila kitu imekuandikia, kila kitu imekuandikia. Hapa angalia anasema kwa maana mwana humwaibisha babaye. Kwa hiyo wewe ukilijua neno la Mungu unasema sitaki niwe haibu kwa babaye. Nitajitahidi kufanya vizuri kwa babaye. Hapa anasema binti huondoka ashindane na mama yake. Soma neno yangu, ni Biblia. Angalia Biblia yako. Maana unaweza kusema mchungaji anatunga. Mika 7:6. Tuko hapo wote. Hata kama una Biblia chungulia kwa jirani yako. Kwa maana humwaibisha babaye. Kwa maana mwana humwaibisha babaye. Na binti huondoka ashindane na mamaye. Na mwanamke aliyeolewa hushindana na mavwaye. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Mimi nimewahi kushuhudia mama mkwe amemaliziwa na mkwe wake. Anaumwa pale nyumbani. Anaugulia kwa nani? Kwa mwanaume, yani kwa kijana wake wa kiume. Mama mkwe ametoka Rufiji amekuja kuugulia kwa kijana wake wa kiume hapa Dar es Salaam. Miaka ya nyuma sana. Akiwa anaugua pale, mwanae alikuwa ni mwanajeshi. Anajitahidi kumtibia. Mke wa yule mwanajeshi huyu anakula hela za mume wangu. Kamalizi. Mwekea kwenye chakula kwa ondoke. Yaani anaona sumbua. Aliyekuzalia mumeo unaona anasumbua. Bwana asifiwe sana. Na mwingine aliwahi kumtamkia mama mkwe. Yaani katoka kaja kuugulia kawahi kumtamkia maneno magumu. Ambia ni mimi. Mungu anaepushe mbali nisifike umri kama unasumbua watu. Nisifike uzee. Yaani wewe unasema mama njoo ukulie, mkeo anamwambia mamako mimi nisifike umri sumbua watu. Yaani hutaki. Hujui kwamba na wewe unaenda huko. Ndio hapa anasema na aliyeolewa hushindana na mavwaye. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Umeolewa unashindana na mkwe. Unaweza kawa mkorofi wewe, anaweza ukapata mkwe mkorofi, hataki wale wake za watoto wake. Maana mwingine mama mkwe mwingine amezaa watoto wa kiume, hataki awaachilie waishi na wake zao. Anataka bado yani yeye awe na mamlaka na yule mwanae. Wewe umeoa, mama mkwe anakucontrol. Umepata mshahara shingapi? Nipe kiasi fulani. Leta ukufanya hivi. Yaani huna uhuru na ile hela ukakaa na mkeo mkapanga bajeti. Mama mkwe anataka acontrol mapato ya mtoto wake. Wako wa mama mkwe wanashindana na wakwe zao. Kwa hiyo umeolewa pale ni kama kikatuni tu uko pale, hauelewi kinachoendelea. Yaani bajeti zote ni mama na mwanae. Wako mama mkwe. Lakini wengine wanakuta mama mkwe akishajua nimeozesha amemaliza. Lakini unakuta anapata mkwe mbaya. Hiyo ndo kazi ya shetani, kuja karibu kufanya vita na wewe. Ndio maana ukiozesha mtoto wako wa kiume, ukiona umepata mama yule mkamwana anakujali mama mkwe, mwambie Mungu asante. Umeolewa, umekuta mama mkwe anakupenda, anakujali, mwambie Mungu asante. Pana vita hapa imetajwa. Bwana asifiwe sana. Wewe unakuta mama mkwe mchao, wewe unaolewa pale mtu wa maombi. Mama mkwe atakupenda?
Umeingia tu siku ya kwanza na miliki, natawala, nakamata wakuu wa anga, nakamata nyumba hii. Anasema wewe unataka sisi tutokee wapi? Kwa hiyo tayari ugomvi na wewe. Mama Mungu anaona mambo hayaendi tena kama mwanzo. Hawezi kuja hapa na akachukua vilita vya damu. Umeingia mlokole pale, mombaji. Hawezi kukupenda. Kwa hiyo ushindani unaanza. Sasa tangu nimeingia kwenye ukoo, kila nikiingia kwenye ng'ombe mama mke anakuja manake unazuia vitu vyake alivyokuwa amezoea kufanya. Kwa hiyo mnaanza kushinda mtu wa karibu wa ndani. Mungu hawezi kusema kitu ambacho hajajihakikishia. Yeye ni Mungu, kila alichokisema ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe sana. Anasema ni wa nyumbani mwake mwenyewe, watu wa karibu yako. Watu wa karibu kabisa ndio wanasimama kama maadui. Jana nikwambia sisi tumezaliwa 8, 7 tumebaki, mmoja aliondoka. Lakini nimeshuhudia ndugu wa damu hataki, yani na miaka ile mihogo sio kama leo wanaenda kupima. Yaani unaenda kupima mihogo. Miaka ile ni bidii yako tu. Unaenda kuchimba tu shambani, uchemsha, peleka kwenye besha. Hiyo kaenda kachimba tu shambani, shamba la baba na mama. Anachemsha hapa, hataki uchukue. Chukua uone. Na alikuwa na mikono fulani manene. Bandika hilo moja na alama zinabaki hapo. Familia moja. Je, angekuwa anaenda kupima sokoni? Ni kuchimba tu, na miaka ile hali zilikuwa na rutuba. Yaani unaweza kuchukua tu ule mtu mmoja kamoa hivi. Hiyo miogo yake sufuria ile. Ni mhogo hapa. Kachimba tu kaja kapika pale. Kuni zenyewe ni za kuokota tu. Kijijini kule hamna mkaa, kuni tu unachukua. Mikaa saa hizi maendeleo. Miaka ile yani unachukua tu unapika. Lakini chukua uone. Huyo shetani anakaa kwa mtu wa karibu. Sasa ona hapa Mungu anavyosema. Binti anasema binti huondoka ashindane na mama. Wewe hujawahi kuona mabinti wanaoshindana na mama? Mama anashindana na binti. Haleluya kanisa. Hasa tunapookoka. Mwambie mama yako nimeokoka kama mama hajaokoka. Angalia uadui utakaoinuka. Au wewe mama umeokoka, alafu namwambia binti okoka na wewe. Shetani anasimamia. Anamtumia huyo wakati. Wako mabinti walipookoka nyumbani walitengwa, walifukuzwa. Toka nenda ukoko kwa walokole wenzao. Wako wakina mama walipookoka familia iliyotenga. Wengine wakaachika mpaka kwenye ndoa kwa sababu tu wameokoka. Sasa unaweza kujiuliza, mtu alikuwa anatenda dhambi hakuna shida. Ameamua kumcha Mungu eti kuna shida. Dhambi alizokuwa anazifanya hafanyi tena. Saa hizi anasali eti hapo. Maana yake ni shetani. Shetani ndio hataki ibada. Yeye ibada zake nenda kwa waganga. Nenda kwenye vile vilinge, chanja chale. Maibada yale ya kupandisha pepo. Maubashiri yale. Unawasha ibada mpaka udi ziwekwe, udi hapa, majini ya pande, ibada ya kishetani. Wewe unaona hapo tunafanya ibada, tunawasha maudi, tunapandisha jini, hii ndio ibada. Ni ushetani. Hata kama wanafanyia madhabahu kwenye mimbari zao. Mungu hana ushirika na mama ududi na mashetani. Shetani anakuja kufanya nini? Kwa sababu shetani ni kiumbe cha Mungu kilicholaaniwa kwa mujibu wa neno la Mungu. Imeandikwa kwenye Biblia, imeandikwa kwenye vitabu vile vingine vya kusema. Shetani amelaaniwa na Mungu. Ndio maana akaitwa shetani. Sasa leo wetu kwenye ibada anapanda huyo. Anapanda kufanya nini? Hiyo ibada ya Mungu ya shetani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anashindana, yeye anaingia kwa mtu wa karibu afanye vita na huyo. Anaweza kaingia kwa binti akawa mbogo. Anaweza kaingia kwa mama. Anaweza kaingia kwa baba. Anaweza kaingia kwa mtu wa karibu akashindana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Binti huondoka ashindane na mama. Na mwanamke aliyeolewa hushindana na mavwai. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Kwa hiyo kuna mwana
ambayo unadhaa mtoto, baadaye unasema asante Mungu kwa mtoto huyu. Yaani baba anajivunia mtoto ana tabia hata kama hana mali. Unajua wengi wanafikiri kujivunia mtoto mpaka awe na mali. Heshima. Kwa sababu anaweza kawa na mali ni mshenzi, huyo utajivunia. Heshima, mtoto anajiheshimu, anakuletea heshima baba. Angalia Mungu. Sisi tunaitwa wanadamu ni watoto wa nani? Wa Mungu. Tunapokwenda vibaya, Mungu anaumia. Kwa sababu wewe ni sura na mfano wake. Mungu alitegemea tabia yake ionekane kwako. Yaani wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alitaka ajivunie wewe kama alivyojivunia Ayubu. Bwana asifiwe sana. Unaona Mungu haoni aibu kumtambulisha Ayubu. Anamwambia shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu, umemwona mwanangu Ayubu. Sasa wewe unapokwenda ovyo ovyo, fedheha kwa Mungu, aibu kwa Mungu, Mungu anaumia. Na Biblia inasema mwanadamu nimekuumba kwa sura na mfano. Mungu anasema mwenyewe, nimekuumba wewe kwa sura na mfano wangu. Kwa hiyo mimi ni mfano wa baba, baba ni Mungu, Mungu ni baba yetu. Mimi ninapofanya vibaya, aibu kwa baba. Ndio hapa mwana humwaibisha babaye. Anasema kwa maana mwana humwaibisha babaye. Mwanadamu yoyote anapoenda tofauti na neno la Mungu, aibu kwa baba wa mbinguni. Ndio maana ukifunuliwa, yani Yesu amewahi kujitokeza labda kwako, daima ni analia. Kwa nini mnanihaibisha? Wote walioona ufunuo wa Yesu ni analia. Kwa nini analia? Mnanihaibisha. Nimefanana na nyinyi. Mnachokifanya mnanivua nguo, mnanifedhesha. Bwana asifiwe sana. Baba ni Mungu. Mungu ni baba yetu. Ndio maana tunasema baba yetu aliye mbinguni. Baba. Achana na wahuni hao wanaosema Mungu hakuzaa wala hana mtoto, kwa sababu wao njia zao zimepishana na Mungu. Ndio maana wanajitenga, hakuzaa. Sasa wewe umetoka wapi? Wewe umeota kama uyoga. Ni kazi, sisi sote ni kazi ya mikono ya nani? Nani yule aliimba sisi ni kazi ya mikono ya sisi sote ni kazi ya mikono ya tumeumbwa. Sipati vizuri huo wimbo, lakini kaimba sijui Mwakipesile sijui nani. Mwani waitege? Alibaitisha. Na atakuwa amelipea. So kwake. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna wimbo tunajua tu huyu sio kwake. Kalipea mahali. Kuna watu kweli wimbo kweli wanafanana. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende andiko lingine. Umeona hapo adui wa mtu ni wa karibu. Mwana anaweza kumwaibisha babake, binti anaweza kaondoka kushindana na mama yake. Na leo haya mnayaona, mabinti wengi wamekataa elimu ya mama, wamekataa mafundisho ya mama. Wako vijana wengi wamekataa kuelekezwa na baba zao. Wanawaita washua, yani unamwita babako mshua. Wengine wamemwita baba yao dingi. Mwingine amemwita mama yake bi mkubwa. Bi mkubwa noma kweli yani. Yaani bi mkubwa huyu noma kweli. Hivi kweli. Mama yako unamwita bi mkubwa, baba yako unamwita mshua, sijui dingi. Hizi lugha si tunazisikia. Ni kizazi kilichoharibika. Yaani hata ile kuita baba naona ni kama anapungua hivi. Yaani nimwite baba, mshua, nimwite mama. Yaani mama ni mkubwa. Yaani mkubwa wangu noma. Kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni shetani anawapa haya majina, ni shetani anawapa hizo lugha. Kwa sababu neno mama ni raha kuita, baba ni raha kuita. Yaani fahari yangu mimi mama. Mimi siku moja nilikuwa natoka na mama yangu kwenye maombi. Nilikuwa na kongamano wakati tunakaa kule. Tulikuwa nakaa kibanda cha mkaa. Tulikuwa nakaa Temboni. Tulikuwa naenda kwenye maombi kibanda cha mkaa kule juu. Basi tumetoka kwenye maombi kipindisha